qiyama. Sasa hii muda inakatika katika umri yako, usifurahie sana. Lakini muda usipoteze ovyo. Weka akaunti yako akhira amali njema ile ambayo inakusaidia wewe. Ramadhani mwezi wa khairi, mwezi wa rahma, mwezi wa baraka, mwezi wa Qur'ani, mwezi wa watu kusali tarawih, mwezi unasikia amani, hafanani mwezi mwingine kweli. Na hii takia binadamu afanye toba, arudi kwa Mola wake kabla hajamkuta kifo. Maana kifo hapigi hodi, kifo hapigi hodi, inakuja ghafla tu. Na dunia sehemu ya kupita tu, sio sehemu ya kukaa milele. Maana Mungu anasema ini watu meamini, mtubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba kweli kweli. Na Muislamu atakiwa asikate tamaa kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maasi Mungu, madamu uko hai, dhambi yoyote ufanya, madamu unarudi kwa Mola wako, unatubu, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Wewe usikate tamaa. Nilie Mola wako, ni muda chache bado, omba Mungu msamaha, Mungu atakusamehe. Mungu anasema katika Qur'an, Mtume Muhammad mwambia watu wangu wema ambaye wamepoteza muda yao kwa maasi, wameniasi mimi sana mpaka wamevuka mipaka. Lakini pamoja na hivi Mungu anasema usikateni tamaa kwa rehema ya Allah, kwani Mungu anasamehe dhambi yote. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sasa Mungu hawezi kusamehe dhambi yote mpaka urudi kwake, muombe msamaha. Tufanye haraka, mtu asipoteze muda yake, muda chache mbaki hii. Takie Muislamu amtubu kwa Mola wake, aombe msamaha. Wangapi wao kitandani gonjwa hajafa, wangapi yuko hai kafa ghafla, kifo hajui. Huyu mgonjwa kifo muda yake imekuja, wewe utaondoka tu. Mzanguni Muislam, katika mwezi hii siku chache baki, tukithirishe dua, qiyamul layl, kusoma Qur'ani, kusaidia watu maskini. Bado Ramadhani bado siku chache, tafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadri iko 10 ya mwisho, na Mtume anasema mara nyingi inakuja katika witri. Witri maana yake 21, 23, 27, 29. Lakini sio kila mwaka yuko 27, sio hivi. Wana 27 inakuja mara nyingi, lakini sio 27 kila siku. Sasa kama kila mwaka 27, kwani Mtume anasema tafuteni kitu ambaye inatafuta ambaye haipo? Sio hivi, ujui yuko sehemu gani. Lakini Muislamu kama anafanya juhudi na ibada, 10 ya mwisho mwanzo mpaka mwisho, atamkuta Lailatul Qadr, atamkuta tu bila kuhangaika. Na Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwetu kupitia maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakani to zakatul fitri. Wengine ulama ni to zakatul badan, zaka ya mwili. Maana Ibn Umar anasema Mtume amefaradhisha kwetu zakatul fitri kwa kila Muislamu, awe kina baba, awe kina mama, mdogo, mkubwa, lazima alipwe au atoe zakatul fitr. Kibaba 4 takriban kilo 2 na robo au na nusu, lakini ulama wanasema kama utafanya kilo 3 bora, lakini kilo 2 na robo na nusu ni sawa. Kama utazidisha kilo 3 haina shida. Na zakatul fitri inatolewa katika chakula watu wanatumia. Abu Sa'id al-Khudri anasema kulikuwa sisi tunatoa tende na ngano na zabibu za yukafu, na wala aqatni maziwa ambaye umekausha, kama inaenda kama samni. Lakini Abu Sa'id anasema ilikuwa wakati ile chakula yetu ni hii
tende, zabibu na ngano na samni ambayo kama blue band imekausha. Hii kwa chakula yetu. Leo chakula yetu nini jamani? Mchele, sio ngano, sembe, ngano mzima. Hii chakula yetu leo. Lakini katika area yetu hii watu si chakula yao ni wengi ni ubwabu wa mchele, sio hivi kuliko chakula kingine. Lakini usitoe ndizi hapa Dar es Salaam sio chakula rasmi, labda kama huko Bukoba kule sawa, lakini hapa sio chakula rasmi kwetu. Inatolewa zakatul fitri, ina hikma mbili kama mtume amesema Abdullah bin Abbas katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi kwanza, inasafisha dosari imetokea katika saumu yako. Wengine wameghafilika, umetoa maneno matusi, msemo maneno ovyo, umeghafilika, ile inakuja zakatul fitri inasafisha, inaziba. Kama sujudi sahau, kama mtu katika sala amekosea, anafanya nini? Anasujudu mbili, ile izibe ile dosari. Na zakatul fitri vile inaziba ile somo yako wewe kama umekosea. Faida ya pili au hikma ya pili zakatul fitri, tu'matan lilmasakin, chakula ya maskini siku ya Eid, na wao asihangaike, na wao wapate riziki siku ya Eid. Hii faida yake. Ama hadithi mashhur, zakatul fitri kama hujatoa somo yako yuko yani mengania hii mbingu na ardhi, haikubaliki mpaka utoe zakatul fitri. Hii hadithi sio sahihi kabisa. Zakatul fitri kila mmoja atoe yeye. Wewe baba unatoa kwa nafsi yako na watoto wako ambaye hajabaligh, hata mtoto amezaliwa mchanga lazima utoe. Mke wako wewe lazima wewe utoe. Ulama wamekhtalafiana, wako ulama wanasema wewe unatoa wewe, maana mke wako uko chini yako. Wako ulama wanasema mke wako na watoto wako wamebaligh, wewe sio lazima utoe, kila mmoja atoe yake. Maana hii zakatul fitri ina connection moja kwa moja nini? Somo yao. Kama kila mmoja amefunga somo yake, baki yake mlazimika afunge, na kila mmoja alazimika atoe zakatul fitri. Na zakatul fitri ina connection na somo. Isipokuwa kama mke wako hana uwezo, watoto wako wabaligh hawana uwezo, wewe baba una uwezo kumtolea kwa ihsani, lakini mpaka mjulishe. Hii kauli mimi nakubali naye. Wako ulama wanasema mke wako utaliba wewe. Wote kauli mbili sahihi kama unachukua kauli yote, lakini mimi naona mke yeye nitakiwa atoe, mume sio lazima amtolewe. Kama anafanya ihsani hamna shida. Umeelewa mazinge? Vile ndugu Waislamu, kutoa zakatul fitri ina wakati mbili. Wakati bora zaidi basi sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alikuwa anatoa zakatul fitri siku ya Eid baada kusali salatul fajr, kabla ya sala salatul Eid Mtume alikuwa anatoa. Lakini sisi tunaishi mji hapa, tuko mashughuli, wako wanakesha kwa ajili ya salatul tahajjud, watu tumechoka, kutoa siku ya Eid itakuwa ngumu. Lakini tunatoa kabla ya Eid siku mbili, na hii vitendo wamefanya sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuja katika Bukhari, Abdullah bin Umar na Umar Khattab walikuwa wanatoa zakatul fitr kabla ya Eid ya siku mbili. Sasa kabla siku mbili kutoa sio mbaya. Je, inaweza kutoa hela, fedha? Na wengi wanapenda hivi. Ulama al-jumhur, yani 90% au 85 ulama zetu wakubwa, madhhabi 4 tunayo sisi ahli sunna. Madhhabi 3 wanakubali chakula tu, pesa huwezi kutoa. Bayo huyu ni Imam Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbal. Hawa watatu nasema haifai mtu atoe chakula, atoe pesa, lazima atoe chakula tu. Abu Hanifa anasema chakula sawa, Mtume kaamrisha, lakini pesa hamna shida. Kauli na nguvu mimi naona ndugu zangu niko na ulama hawa watatu. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam ameagiza chakula wakati
fedha ipo, hela ipo. Na kuulizeni swali, zakatu ya mali wakati mtume ipo hamna? Kutoa zaka kwa fedha, hela ipo hamna? Ipo. Kwa nini mtume kaacha hela asema toweni chakula? Kuchagua Mtume sallam chakula ina lengo yake, ndake usiende kinyume lengo ya Mtume Muhammad sallam. Wengine na falsafa, unajua watu wengine na huma watakunua nguo ya Eid watu wake, sasa mchele tabeleka wapi? Jawabu langu masala khilafia, mimi silazimisha mtu rai yangu, lakini nakujibu ifuatayo. Kwani siku ya Eid au kabla ya Eid kuomba sadaka maskini kumsaidia anue nguo ya watoto wake, sheria imekataza? Itoa fedha kule na itoa chakula na itoa. Wewe unatoa chakula tu umegana hapa, sio gorobirika. Chatoa mchele hii, ametoa hela bila mchele. Toa mchele, chakula toa, na sadaka nyingine toa. Sio hivyo Islam? Sasa zakatul fitri kauli nguvu, mtu atoe chakula, sio fedha. Miongoni Waislamu tunaaga somu au somu anaaga sisi, lugha sahihi hivi. Maana kila mwaka somu inakuja tu, muda yake yeye anakuja, wala haikosekani, isipokuwa dunia tu imeisha, imesimama kiyama. Nitakiwa sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba nimesahau, kabla hujaenda salatul Eid al-Fitr, sunna hii sio lazima, sunna inapendeza mtu ale tende 3 ili aoneshe yeye leo mimi jafunga leo Eid. Kula tende kama una tende kitu chochote. Tofauti na Eid al-Adha, Mtume alikuwa anajuziwa chakula baada al-fajr mpaka sali Eid, mpaka achinje baadaye anakula. Lakini Eid al-Fitr usitoke imani hata kunywa maji kama una tende. Hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na siku Eid, usiku ya Eid inatakiwa ufanye takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Takiwa watu awae takbir, sio msikitini tu, hata barabarani natembea, umdhihirishe kumtakasa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Mtoto yuko tumbo wa mama yake, mke wako, binti yako, dadako ana mimba, je, unaweza kutoa zakatul fitri? Sio lazima. Hadithi inasema watoto, hajasema yuko tumboni. Huyu ambaye yuko ndani hatujui yukoje. Lakini Uthman bin Affan radhiallahu anhu alikuwa anafanya ijtihada, anatoa. Sasa kama mtu anafuata Uthman kutoa, atumkatazi, lakini sio lazima. Uislamu umeeleweka? Siku chache imebaki, tufanye ibada kwa bidii. Kama mtu hajatubu bado fursa ipo, rudi kwa Mola wako, Allah Ghafur Rahim, wala usikate tamaa kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa mukhtasar khutba yangu. Yeyote na swali anaweza kuuliza. Naam, mlango wa swali umefungua. Usiulize swali ya siasa, swali ya fitna, swali unauliza mimi, unataka mimi maneno yangu ukate na sheikh mwingine kaongea kule YouTube wapi, unaunganisha tu gomanishi na sheikh. Mgobeni Mungu wa vijana, usifitinishe wazee wenu wa sheikh wenu, acheni fitna. Na Mtume anasema la yadkhul janna namam, mtu anafitinisha watu peponi haingii. Naam.